Kada wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Peter Msigwa kupitia katika kurasa zake mbalimbali za mitandao ya kijamii ameandika ujumbe wenye mlengo wa kisiasa kwamba historia huonya watoto wa viongozi wajifunze unyenyekevu, si kiburi cha madaraka. Historia ya dunia imeandika kwa wino usiofutika kwamba hakuna kitu kilichoharibu familia za watawala haraka kuliko pale watoto wao walipoanza kuamini kuwa mamlaka ya wazazi wao ni mali ya familia, dola si urithi wa ukoo, ni dhamana ya wananchi. Karibu kila utawala uliodhoofika ulianza na dalili zile zile, watoto wa viongozi kuonekana kana kwamba wako juu ya sheria, marafiki wa familia kupewa upendeleo, taasisi za umma kuanza kuogopa majina badala ya kuheshimu sheria, na wananchi kuanza kuona kuwa haki haipatikani kwa usawa. Historia ya Uday Hussein nchini Iraq ni onyo. Alipoamini kuwa jina la baba yake lilimpa haki ya kufanya atakavyo, alijenga familia yake hofu badala ya heshima. Mwisho utawala ulianguka na jina lililotegemewa kuwa chanzo cha nguvu likawa alama ya maangamizi. Historia ya familia ya Muammar Gaddafi nchini Libya ni fundisho. Walionekana kutotikisika, waligundua kwamba dola inaweza kulinda mtu kwa muda, lakini haiwezi kushinda historia. Serikali huanguka, utawala hubadilika, lakini kumbukumbu za matendo hubaki. Hata tawala zilizodumu kwa muda mrefu zimeonyesha ukweli mmoja: pale taasisi zinapoanza kutumikia familia badala ya taifa, wananchi huanza kupoteza imani, na wananchi unapopoteza imani, hakuna jeshi, hakuna polisi, hakuna ulinzi wala propaganda zinazoweza kuirejesha kwa nguvu. Ndio maana watoto wa viongozi wanapaswa kuwa wa kwanza kuheshimu sheria, wa kwanza kuwa wanyenyekevu, na wa kwanza kukataa upendeleo. Hawapaswi kutegemea jina la wazazi wao, bali wajenge heshima kwa tabia zao wenyewe. Kwa Tanzania, ujumbe huu ni rahisi lakini mzito. Hakuna Mtanzania anayepaswa kuwa juu ya sheria. Si mtoto wa rais, si mtoto wa waziri, si mtoto wa tajiri, si mtoto wa mkulima. Katiba na sheria ndizo zinazopaswa kuwa kubwa kuliko majina familia. Taifa lenye taasisi imara halihitaji familia yenye nguvu, linahitaji sheria yenye nguvu. Heshima ya viongozi hailindwi na walinzi wa silaha, bali na imani ya wananchi kwamba sheria inatumika kwa usawa. Madaraka ni ya muda, magari yenye ving'ora yatapita, walinzi wataondoka, vyeo vitaisha, lakini historia itaendelea kuuliza swali moja: je, mlitumia nafasi mliopewa kutumikia wananchi, au mlitumia wananchi kulinda nafasi zenu? Historia huwa haina upendeleo, haiangalii jina la familia, haijali cheo cha mzazi wala ukubwa wa dola. Historia huhukumu matendo, na hukumu yake ndio hukumu ya kudumu kuliko zote. Aliandika hivyo Peter Msigwa kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii.